Cha kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikiwa kupata hizo pointi 3, lakini zilikuwa ndani ya mipango yetu. Si mipango yetu kushinda kila mchezo, na tuko kwenye kiwanja chetu cha mazoezi tunajitayarisha kwa ajili ya kushinda kila mchezo. Kwa hiyo huu mchezo wa 4 tumecheza, michezo mitatu haikuwa mizuri sana. At least leo kidogo tunaanza kuja katika ubora, lakini kikubwa kupata pointi 3 ndio kitu ambacho tulikuwa kimetuleta hapa katika uwanja huu. Lile ulikuwa unalizungumzia kila siku kuhusu pressure ya wachezaji wako. Kwa mchezo huu hapa limefanya kazi kwa namna gani? Yes, leo tulikuwa tuko vizuri kidogo kwenye eneo hilo. Hata kama kiuchezaji umeona mechi zilizopita zote tulikuwa tunapoteza nafasi kipindi cha kwanza, karibuni nafasi 4, 5, 6 mpaka 7. Lakini leo naona tumetangulia leo dakika mapema kabisa goli 2 tayari tushaweka. Kwa hiyo zile goli 2 zimezenga confidence kwa wachezaji kuona yes kumbe tunaweza na sisi tuko bora zaidi. Kwa hiyo ndio kilichosababisha tushinde goli 4 katika mchezo. Mguu mmoja kwenye 8 bora. Hii inawajengea kitu gani? Sisi machampioni, unajua si machampioni wa mkoa na tulishasema na huku tunaenda kuwa machampioni. Kwa hiyo tunacheza kichampioni. Kwa hiyo wachezaji wanaelewa kabisa lengo letu tuko kwenye kiwanja cha mazoezi, tunahitaji kitu gani? Sio tunakuja kushiriki. Sisi tunahitaji kuwa mabingwa. Yaani hilo ndio lengo letu. Kwa hiyo kila tunaposhinda mchezo unaofuata tunajitayarisha kwa mchezo mwingine. Na siku zote tunasema tunashinda mchezo wowote unaokuja mbele yetu. Kwa hiyo kwa leo niwapongeze sana. Performance ilikuwa nzuri pamoja na kiwanja kilikuwa sio rafiki. Nadhani mchezo ujao tutakuwa bora zaidi. Unajua mechi ndio inamhitaji mchezaji. Unaona mechi hii sasa hivi inatakiwa mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo mechi ndio inamhitaji mchezaji. Unaweza kuona mchezaji tunaomtegemea kabisa katika mechi muhimu kabisa, ukamwona anacheza dakika 20 30 akaja nje akaingia mtu mwingine. Pengine plani tu mwalimu kaangalia plani alikuja nayo, kwa hapa inatakiwa plani B. Plani B mchezaji huyu anatakiwa aje nje, huyu aende ili akafanye kazi fulani ndani. Kwa hiyo mabadiliko yote yanakuwa yanakuwa ya kiufundi zaidi. No, si hatuchezi tokea dakika ya kwanza mpaka dakika 90 namna hiyo hiyo. Tunaweza tuka take dakika 15, afu dakika 10 tukawa down kidogo, tunafanya recover ili tuweze kufanya pace tena. Kina tuweze tulivyoanza tufanye pace mpaka dakika 90 zimalizike, no. Hatutrain hivyo katika kiwanja chetu cha mazoezi. Lakini sasa ukiangalia katika dakika 15 za pili ambapo tunaconcede goli. Hili goli kama ni tatizo sasa. Sasa ukiangalia mechi iliyopita tunaconcede goli katika dakika kama hizo. Lakini pia leo ukiangalia tunaconcede goli katika kipindi kama hicho. Concede goli ni kukosa umakini tu, kukosa umakini. Inafika time mchezaji anaweza unajua mpira wote wa kuzuia ni hesabu. Unaweza kwa hesabu zake zikapotea, akapotea na yeye. Watu wakapata nafasi wakascore. Kwa mfano kama ile goli umeona tumeshindwa kucheza second ball. Goalkeeper alishafanya save, tumeshindwa kwenda kucheza second ball, wao wamewahi ndo wakascore. Kwa hiyo ni matokeo ya kawaida na ni mistake za kawaida katika mchezo. Tukirudi kwenye kiwanja cha mazoezi tunajaribu kufanya solve ili mechi zingine tusifanye tena makosa. Mchezo ulikuwa mzuri. Tulijiandaa vizuri kukabiliana na opponent ambao tunakutana naye. Na tulianza mchezo, tukaingia mchezoni, baada ya muda wamepata goli 2, tukarudi tena mchezoni baada ya kupata goli la kusawazisha. Kwa hiyo ulikuwa sio mchezo mgumu sana, japo mbinu ndo zimeamua mchezo. Maamuzi ya mchezaji mmoja kwenda kuamua matukio yakatugharimu. Maamuzi mengine ni sehemu ya mpira. Yameisha leo, tutakutana wakati mwingine tena. Labda ni kwa namna gani mbinu zako ulizi-approach kuelekea mchezo huu ambao umewekea matokeo kwa hivi? Sisi nadhani ndio timu kabla ya mchezo huu ndio timu ambayo tulikuwa hatuja concede goli mpaka tunafika hapa. Kwa hiyo moja katika timu ambayo ilikuwa na defense nzuri, moja katika timu ambayo ilikuwa na attacking nzuri. Kwa hiyo baada ya matokeo haya imetupunguzia, inatushusha, lakini haijaisha. Nafasi bado iko wazi sana kwetu sisi. Kwa hiyo tunaenda kujiandaa kwa mchezo unaokuja kwa ajili ya kukusanya hiyo alama ambayo tutazihitaji ili tuweze kumaliza kwa nafasi ambayo iliyobaki ya pili. Inawezekana labda mwalimu ushindi wa magoli 4 mara 2 labda uliwafanya wachezaji wakawa overconfidence kuelekea mchezo huu. Sisi tumetoka zaidi ya michezo kama 10 hatuja concede goal mpaka tunafika ule mchezo wa 3, raundi ya 3. Sio kwamba hadi tunatoka huko nyumbani. Ni timu ambayo ilikuwa moja hadi kwenye ligi ya mkoa huko. Kwa hiyo moja katika timu ambayo ina defense nzuri. Haijalishi tumeshashinda goli zaidi ya nyingi. Wala sio kusidi kwamba jana mchezo uliopita kwa kuwa tulishinda goli 4 ndio chanzo kwamba eti hatuwezi kushinda tena. Ni swala tu la kawaida, ni nidhamu ya mchezo ambayo leo imetolewa na mwamuzi. Imekuwa kama haikuwa upande wetu sana. Haikuwa fair, lakini fair yake imeumiza upande mmoja zaidi. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.